Mwanadada aliyevujisha video akionekana kwenye huba zito na mchezaji wa klabu ya Yanga Pacome Zouzoua ameamua kuomba radhi kutokana na kitendo hicho cha kuchafua brand ya mchezaji huyo wa kimataifa. Kuna video ambayo imesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ambayo ilianzia Snapchat na kwenda kwenye mitandao mingine, akionekana mwanadada huyo ambaye anafahamika kwa jina la Juliana Andrew akiwa kitandani na Pacome Zouzoua kwenye huba zito, yeye akiwa anarekodi video na kama Pacome anampa ushirikiano hivi, na mwanadada huyu kwenye ujumbe wake wa msamaha amesema kwamba walitumia filter akiwa na rafiki yake wa kike. Wewe angalia video hiyo alafu utoe maoni yako, useme kweli ni filter ama ni Pacome Zouzoua mwenyewe. Sasa mwanadada huyu ameandika ujumbe huo kwenye Instagram account yake kwenye Insta story akiwa anamuomba radhi Pacome Zouzoua kwa kitendo ambacho amekifanya. Ameandika, mpendwa Pacome Zouzoua, natumai ujumbe huu unakufikia ukiwa salama. Ninaandika kuomba msamaha kwa dhati kuhusu video niliyoiposti kwenye Snapchat hivi karibuni ambayo kwa bahati mbaya imeenea sana na kusababisha usumbufu. Video hiyo ilinionyesha mimi na rafiki yangu wa kike aliyekuwa amepaka dawa ya bleach kwenye nywele zake. Tulikuwa tunatumia filter ya kuchekesha ya Snapchat ambayo ilibadilisha nyuso zetu, na kwa bahati mbaya filter hiyo ilimfanya afanane na wewe pia. Wakati huo tulikuwa tunajifurahisha tu, hakukuwa na nia mbaya yoyote wala dhamira ya kumkejeli ama kumdhalilisha mtu yoyote. Niliweka tu video hiyo kwenye my Snapchat story bila matarajio kwamba ingeenea au kutolewa kwa namna tofauti niliyokuwa nafikiria. Ameendelea kwa kusema, kwa bahati mbaya video hiyo ilichukuliwa na kurushwa kwenye kurasa za udaku na kusambazwa kwa wingi, jambo lililosababisha watu kuelewa vibaya na kuchukia. Sasa ninaelewa kile kilichotokea hata bila kukusudia kinaweza kumuumiza au kumdhalilisha mtu husika, na kwa hilo naomba msamaha wa dhati. Nataka kuweka wazi kabisa kwamba sikuwa na nia ya kumdhihaki, kumdhalilisha au kumvunjia heshima mtu yoyote. Hii ilikuwa ni kosa la kibinadamu na ninachukua dhana kamili. Nimejifunza jinsi mitandao ya kijamii ilivyo na nguvu na ni muhimu jinsi gani kuwa makini na mwenye heshima kila wakati. Akawa amemtagi Pacome Zouzoua.